yetu na tuangalie ni nani anayeweza kutukwamua kutoka katika changamoto hizo. Sisi sote tunatambua wakati Musoma hii Mheshimiwa Vedastus Manyinyi Matayo anaingia madarakani mwaka ule wa 2005 na kuendelea. Musoma hii upande wa maji tulikuwa tunapata maji kwa 30% tu. Lakini leo tunapata maji, uwezo wetu wa maji hapa Musoma tunahitaji lita milioni 20 kwa siku. Lakini mashine zile ambazo Mheshimiwa Vedastus Manyinyi Matayo alizisimamia na zikapatika zina uwezo wa kuzalisha lita milioni 30. Na ndio maana tumekuwa na uwezo wa kupeleka maji Musoma vijijini mpaka kule Taro, tunapeleka mpaka Butiama, maeneo ya makutano. CCM oye! Lakini barabara hizi za hapa mjini watu wengine wanashindwa kuelewa, na hasa wale vijana wa .com, utaona kwenye mitandao mle wanajifanya kama waelewi. Lakini leo nani hajui wakati Vedastus Manyinyi Matayo anaingia madarakani mwaka 2005, barabara hii tuliosimama hapa ilikuwa barabara ya vumbi kutoka Mutex mpaka Majita Road. Nani hajui kwamba barabara ile ya kutoka pale Nyasho kituo cha afya kuja Majita Road ilikuwa ya vumbi? Nani hajui kwamba Amri Abedi ilikuwa barabara ya vumbi? Nani hajui kama Kennedy ilikuwa barabara ya vumbi? Nani hajui kama Kawawa ilikuwa barabara ya vumbi? Nani hajui kama kutoka Musoma mjini kwenda mpaka Bukanga makutano na wenzetu wa Musoma vijijini ilikuwa barabara ya vumbi? Ilikuwa mtu muda wa saa 2 kutoka Bukanga kufika mjini, leo ni lami. Lakini zoezi hilo linaendelea. Ndugu wananchi, atakuja kuwaeleza Mheshimiwa Vedastus Manyinyi Matayo mipango gani anayo katika swala zima la uendelezaji wa miundombinu ya barabara. Lakini liko swala la afya. Leo nani hajui kwamba wakati Mheshimiwa Vedastus Manyinyi Matayo alipokuwa anaingia madarakani, hospitali yetu ya Kwangwa ilikuwa ni gofu, ilikuwa haijaanza hata kunyanyuliwa zile kuta. Leo tunao madaktari bingwa 38, wale ambao tulikuwa tunawafata Bugando, tunawafata Muhimbili, na wengine walikuwa na diriki kusafiri kwenda mpaka Nairobi kutafuta huduma. Leo huduma hizo za kibingwa zinapatikana katika hospitali yetu ya Kwangwa. Na katika kuhakikisha kwamba tunapanua hilo na mji wetu unakuwa na utalii wa tiba, alienda sambamba na ujenzi wa kiwanja. Leo kiwanja chetu cha Musoma kiko katika hatua za mwisho. Ile njia ya kutua magari imekwisha kamilika, njia ya kutua ndege imekwisha kamilika. Sasa tunaelekea kwenye ujenzi wa jengo la abiria. Fidia jumla shilingi bilioni 8 zimekwisha lipwa. Mkandarasi pale amekwisha lipwa fedha 80% ya kazi pale, na kazi zinaendelea. CCM oye! Lakini huduma hizo za afya pale ambapo ilikuwa hospitali ya mkoa, hospitali ile ililetwa katika ngazi ya halmashauri sambamba na kupata fedha jumla shilingi bilioni 1 na milioni 300, imekarabatiwa, imeboreshwa, ikiwa ni sambamba na kuongeza majengo mapya. Jengo pale la meno, kinywa na meno, jengo la dharura, pamoja na jengo la bima pale, pamoja na jengo la pharmacy, kwa maana jengo la madawa. Huduma zinakwenda na upatikanaji wa madawa umeboreka. Nyinyi mnajua wakati Vedastus Manyinyi Matayo anaingia madarakani tulikuwa tuna kituo kimoja cha afya, lakini leo hii tumeongeza kituo kipya Makoko. Leo hii tumeongeza kituo kipya kule Rwamlimi, lakini na tunakwenda kujenga kituo kingine. Mheshimiwa Vedastus Manyinyi Matayo atawaambia wapi tunakwenda kujenga. Sambamba na hilo tumeongeza zahanati 2. Moja tumejenga pale Kamnyonge, nyingine tumejenga Mshikamano, na upatikanaji wa dawa ni kwa kiwango cha 98% kama ninavyowaeleza. Ndugu zangu, ninawaambia tunapokwenda kuwachagua viongozi wa kisiasa Musoma lazima tuwe na ajenda. Na ajenda ni lazima tuangalie wapi tulikuwa, wapi tumefika na wapi tunataka kwenda. Lakini pia nani ametutoa huko tulikokuwa, ametufikisha hapa tulipo, na huko tunakokwenda wapi ni mbali. Tukienda kwenye swala la elimu, CCM oye!
Wakati Mheshimiwa Vedasus Manyinyi Matayo anaingia madarakani mwaka wa 2005, Musoma hii ilikuwa na shule 4 tu za sekondari. Lakini wakati anaachia ngazi mwaka wa 2010, kila kata hapa mjini ilikuwa na shule. Na kama haitoshi, juzi tumemalizia nyingine pale. Na kuna baadhi ya kata zina shule zaidi ya moja. Ukienda Makoko ninakotokea mimi, iko shule ya Makoko Day, iko shule ya Mkendo, iko shule ya Nyamiongo sekondari. Lakini pia tumeongeza shule mpya za msingi. Tumeongeza shule shikizi pale Makoko, tumeongeza shule shikizi Nyabisare, tumeongeza shule shikizi Rwamlimi. Lakini kama hiyo haitoshi, CCM oye, tumejenga shule mpya. Shule mpya ziko za msingi, ziko za sekondari. Bweri Bukoba milioni 500 na 300 pale tumejenga shule mpya. Kuanzia chini mpaka tumemaliza. Iko shule ya sekondari Bubwemo pale Bweri Bukoba, na yenyewe tumejenga toka shule ya msingi na tumemaliza. Na juzi mwezi wa 12 tumepokea milioni 250. Shule ile ya Bubwemo imekwenda kuwa shule ya kidato cha 5 na cha 6. Bweri, kule Bweri sekondari, kule Bweri upande wa kwenye shule ile ya Kitaji ambayo inasimamiwa na kata ya Kitaji, na kwenyewe tumeipandisha hadhi, tumepata milioni 260, tumejenga mabweni, tumeongeza na vyumba vya madarasa, inakwenda kuchukua watoto sasa wa kidato cha 5 na cha 6. Ukienda hapo Buhare tumejenga shule mpya ya msingi milioni 500 na 300. CCM oye. Sasa itoshe kusema, najua kwamba tuna hamu ya kumsikiliza Vedasus Manyinyi Matayo aje aongee na ninyi